Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Baba yetu anajali. Mwezi huu wa Januari tunayo mada kuu isemayo wana na binti za Mungu. Katika mfululizo wa masomo haya, leo tunaenda kuliangazia somo la Januari 8 mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo, asante kwa sababu ya rehema, asante kwa sababu ya mkono wako usiochoka kuwa pamoja nasi kila wakati. Leo tena siku hii nzuri, tumekuja kwako kushukuru. Asante kwa nafasi hii ya pekee, nafasi ya kujifunza neno lako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa wasaa mzuri wa kusikiliza mafundisho haya. Tunakuja kwako tukiwa ni wachafu, wa dhambi na tusiostahili. Tusafishe uovu wetu, tutakase, tusamehe dhambi zetu, nasi tukatembee kwa ujasiri kama watoto wako wa kiume na wa kike. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo mazuri ambayo tumeendelea kujifunza. Mungu wa mbinguni, katusaidie tunapojifunza tukabadilishwe na kufanana nawe. Wagonjwa walioko kati yetu, wagonjwa walioko mbali nasi, wagonjwa walioko mahospitalini na hata wale walioko majumbani, ninakusihi uwaponye kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu fadhili zako ni za milele siku zote. Enda nasi tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu. Amina. Januari 8, mada inasema tunapokea imani itendayo kazi kwa upendo. Waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ile ya 5 aya ya 6, neno la Mungu linasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Unapowasilisha maombi yako kwa Bwana, inapaswa kuwa kwa unyenyekevu, bila kujivunia mafanikio makubwa, bali kwa nafsi yenye njaa ya kweli kwa ajili ya baraka ya Mungu. Yesu anajua daima kile kinachothaminiwa moyoni. Lazima tuje kwa imani kwamba Bwana atasikia na atajibu maombi yetu. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Imani ya kweli ni imani ifanyayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Imani iliyo hai itakuwa imani itendayo kazi. Iwapo tungeenda bustanini tukakuta kwamba hakuna utomvu katika mimea, hakuna ubichi kwenye majani, hakuna machipukizi yanayochipua wala majani yanayochanua, hakuna dalili ya uhai kwenye kikonyo au matawi, tungesema mimea imekufa. Ndivyo walivyo wale wanaokiri kuwa Wakristo, ila hawadhihirishi maisha ya kiroho. Ikiwa hakuna ishara ya nguvu ya kidini, ikiwa hakuna utendaji wa amri za Bwana, ni ushahidi kwamba hakuna ukaaji ndani ya Kristo, aliye mzabibu ulio hai. Imani na upendo ni vipengele muhimu, vyenye nguvu na vinavyofanya kazi vya tabia ya Kikristo. Wale walio navyo ni wamoja na Kristo na wanaendeleza mbele utume wake. Inatulazimu kuketi miguuni pa Yesu kama wanafunzi endelevu na kufanya kazi na karama zake za imani na upendo. Kisha tutajivika nira ya Kristo
na kuinua mzigo wake, na kisha Kristo atatutambua sisi kuwa wamoja na yeye. Ndipo itasemwa huko mbinguni, mu wafanya kazi pamoja na Mungu. Je, vijana wetu watakumbuka kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu? Na ni lazima iwe imani itendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Hatuwezi kukadiria kupita kiasi thamani ya imani sahili na utiifu usio na maswali. Ni kwa kufuatisha njia ya utii kwa imani sahili ndipo tabia itapata kuwa kamilifu. Hii ni Januari 8 mwaka wa 2026, mada ikisema tunapokea imani itendayo kazi kwa upendo. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ikiwa leo ndio mara yako ya kwanza kufika katika channel hii, tafadhali bofya kitufe cha subscribe, like, comment na share jumbe hizi za matumaini kwa watu wengi zaidi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mjini mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, mwana-kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza.
yatafutwa,